90 zimetamatika, sare ya bila kufungana, ingawa ni mchezo ambao uliutawala tangia mwanzo mpaka mwisho wa mchezo. Utawala mchezo lakini kushindwa kupata alama tatu. Hilo kweli na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeweza kumaliza mechi salama bila injury yoyote kwa wachezaji wangu. Lakini vile niwapongeze na wapinzani kwa sababu pamoja na kwamba tumetengeneza mbinu nyingi za kuweza kuwataka, wameweza kuzuia kwa zile mbinu ambazo tulikuwa nataka sisi tupatie magoli, lakini kikubwa cha kusikitisha ni kwamba tunatengeneza sana nafasi za kuweza kuscore, lakini wachezaji wangu wamekuwa mara nyingi si watulivu katika upande wa kumalizia, na tunapambana, tunapiga kelele, tunafanya nini, tuache jamani wachezaji uchoyo, ukiwa katika nafasi nzuri achia mwenzako afunge. Lakini leo tungekuwa tunaweza kukumbuka yale tunayofundishana, tungeweza kuondoka na goli moja au mawili, kwa sababu nafasi tulizotengeneza zilikuwa dhahiri za kuweza kutupatia ushindi, lakini tumeshika mchezo na tungeweza kufungwa. Unajua kama wewe unashambulia alafu baadaye unaacha wako huku nyuma wanakuja kukuadhibu watu, lakini tunashukuru Dodoma hakuweza kufanya hivyo, ameweza kupiga shoot on target kama 2 na goalkeeper wetu kaweza kufanya kazi ambayo anapaswa kufanya. Kikubwa bado kama mwalimu tupambana, kwa sababu unajua hata Bisha dogo bilisema timu yetu inahitaji nguvu ya mshambuliaji hata mmoja ambaye ni goal getter, lakini tukapata washambuliaji tukapata goal getter. Kwa hiyo ni Bisha dogo kama unavyojua ni muda mfupi ambao kila timu ina wachezaji wake, labda ukanunua nje mchezaji anayecheza na mfungaji kasi. Kwa hiyo waliopo tunajidi kuwapika na tunawapa nafasi kwa kubadilishana, tuone kama yote inaweza katokea, lakini ligi ndio inaenda ukingoni na sisi tuko katika nafasi mbaya. Kama walimu tuna kupambana tuwekwezo. Pengine mwalimu, michezo ambayo imesalia timu yako inacheza vizuri, lakini eneo la finishing imekuwa ni kipengele zaidi. Tutegemee kuona maboresho zaidi katika michezo ambayo hiyo ndio kazi ya walimu sasa. Sababu mimi narudi kwenye uwanja wa mazoezi, si shughuliki kitu kingine zaidi, nataka kuhakikisha wachezaji wangu wanatumia nafasi ambao wanazitengeneza. Kwa hiyo naenda kulifanyia kazi kwenye uwanja wa mazoezi na kweli inasikitisha kwa sababu kila watu tumetumwa na watu wana mangushi, unaona bwana. Tunacheza mpira lakini hatupate matokeo, haisaidii. Bora tucheze vibaya lakini tupate matokeo. Mwalimu, sawa, nenda Mashujaa mkacheza kule mkatoa sare, baada hapo mkaenda Mwanza kucheza na Pamba pia mkaweza kupoteza, rudi Arusha katikati mwalimu, hapa mtakuwa hamna matokeo mazuri kabisa. Mungu ategemea pengine kuona labda mchezo wa leo mkienda kufanya vizuri. Kipi kimechangia? Form yako ilikuwa nzuri lakini katikati hapa imepungua mwalimu. Ni kweli kama unavyoona. Kwanza tuseme ligi na ushindani. Hatuwezi kuzalau kila mpira mpinzani na kila timu inataka matokeo. Sasa imeongeza ugumu wa ligi. Kiasi ambacho kila mwalimu anaweka na mbinu zake mpya, anakuja kila mtu anamsoma mwenzake. Wanajua Mwambusi na kikosi chake wako katika mfumo huu na sisi tufanye hivi. Lakini kikubwa mimi nasema pamoja na hayo yote tunaweza kuifikisha timu kwenye eneo la final third la umaliziaji, lakini tumekosa utulivu kuweza kutumia nafasi. Kwa hiyo kama mwalimu tutaenda kupambana katika kitu hicho. Baada ya mchezo huu mwalimu, taarifa ni kwamba mnarejea kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani kwenye michezo inayofuata ya kumalizia kama nyumbani. Kama mkirejea CCM Mkwakwani inaweza ikawa ni nzuri, lakini watu wengi wanasema kule Arusha mko mnapata matokeo. Vipi, kuna tofauti wa kucheza Arusha na mnaporejea Tanga? Sisi tunasema tulikuwa tunacheza nyumbani kama ugenini. Unajua ukiwa kama hivi Dodoma wako hapa, na maana fans wao, wapenzi wao wanakuwa mchezaji wa 12. Lakini sisi tukienda Arusha ina maana tumecheza nyumbani kama ugenini, kwa sababu akija timu ngeni anakuja wale na washabiki wake, sisi tunakuwa tunakosa ile support ya washabiki. Lakini kama ni jambo jema, kama uwanja utakuwa umekamilika, tukirudi nyumbani pengine na Mungu, unajua dua za nyumbani nazo zinaweza zikatusaidia kuweza kurekebisha hii hali ambayo tunayo. Sawa,